Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un anasema kwamba ushiriki wa vikosi vya Korea Kaskazini katika operesheni ya kukomboa mkoa wa Kursk wa Urusi ni onyesho la kuionyesha dunia kwamba ikiwa Urusi na Korea Kaskazini zitaungana katika operesheni yoyote, hakuna kitu ambacho kitasalia kuwa na uhai. Ni kauli ambayo ameizungumza kiongozi huyu wa Korea Kaskazini ambaye anaamini kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walionyesha ujumbe mtakatifu unaolenga kuimarisha urafiki wa Moscow pamoja na tume kuu ya kijeshi ya chama cha kijeshi cha wafanyakazi cha Korea, alisema kiongozi huyo wa Korea ya Kaskazini. Kim Jong-un aliamua kwamba ushiriki wa jeshi la Korea Kaskazini katika vita ulikuwa na dhamira takatifu yenye lengo la kuimarisha urafiki wa jadi na mshikamano kati ya nchi hizo mbili na kudhamini maendeleo ya ustawi wa nchi zote mbili na kulinda heshima ya Korea Kaskazini. Na anaamini kwamba ushiriki huu umekuwa ni moja kati ya nguzo muhimu, ambapo wakati huu kama mataifa haya mawili yataendeleza ushirikiano katika masuala ya kijeshi, hakuna taifa ambalo litaleta chokochoko likasalia kuwa salama. Taarifa ilisoma kulingana na shirika la habari la Korea KCNA. Kim aliamua kwamba hali hiyo ilihitaji kupitishwa kwa kifungu cha 4 cha mkataba ushirikiano kamili wa kimkakati kati ya Korea Kaskazini na Urusi na kuamuru vikosi vya jeshi la watu wa Korea kuwapambana na kuwashinda na kuwaondoa wavamizi mamboleo wa Ukraine na kukomboa maeneo fulani ya mkoa wa Kursk kwa uratibu wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi. Kulingana na KCNA, Kim amewasifu wanajeshi wa Korea Kaskazini walioshiriki katika operesheni ya kukomboa eneo la Kursk kuwa ni mashujaa waliopigania haki, na alitangaza kuwa kumbukumbu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao wameshiriki katika operesheni hiyo itaanzishwa hivi karibuni huko Pyongyang. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesifu juu ya ushirikiano ulioonyeshwa na Korea Kaskazini katika mapambano dhidi ya Ukraine katika mkoa wa Kursk, ambao kwa mujibu wa Putin anaamini kwamba msaada mkubwa wa nchi za Magharibi haukuwa lolote katika operesheni yao ambayo iliongozwa na Urusi ikishirikiana na Korea ya Kaskazini. Mnamo Aprili 26, Mkuu wa wanajeshi wa Urusi Jenerali Valery Gerasimov aliripoti kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba operesheni ya kukomboa mkoa wa Kursk kutoka kwa vikosi vya Ukraine vilivyovamia katika eneo hilo mnamo Agosti mwaka 2024 ilikuwa imekamilika, ambapo Gerasimov aliangazia haswa jukumu la wanajeshi wa Korea Kaskazini. Hata hivyo, kifungu cha 4 cha mkataba wa ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini kinasema kwamba ikiwa moja kati ya pande hizo itashambuliwa kwa silaha na nchi nyingine au kundi la nchi, upande mwingine utatoa msaada wa kijeshi na wengine mara moja pale ambapo itahitajika. Urusi kwa wakati huu imeendelea na mapambano dhidi ya Ukraine na ni katika kuhakikisha kwamba wanaendeleza operesheni yao ya kijeshi. Hata hivyo, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin bado anaamini kwamba Urusi imeshinda katika wakati huu na kwamba hata mataifa kama vile Marekani ambayo ipo katika mpango wa kuhakikisha usitishaji wa vita unafanyika kati ya Urusi na Ukraine, ameanza kutambua baadhi ya maeneo ambayo yapo chini ya mamlaka ya Urusi, hasa eneo la peninsula ya Crimea, ambapo anaamini kwamba eneo hilo linapaswa kuwa sehemu ya Urusi. Operesheni za kukomboa eneo la Kursk kurudisha nyuma uvamizi wa shirikisho. Operesheni za kukomboa eneo la Kursk kurudisha vikosi vya Ukraine zilihitimishwa kwa ushindi, shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti likitoa taarifa rasmi, na imetoa taarifa hiyo juu ya hali ya kijeshi, hasa wanajeshi wa Korea ya Kaskazini baada ya kushinda katika operesheni hiyo katika eneo la mkoa wa Kursk. Hata hivyo, Kim Jong-un ameahidi kwamba ushirika kati yake na Urusi utakuwa ni wa kudumu na kwamba mkataba huo utatoa msaada wa kijeshi wakati wowote ambapo Urusi itahitaji, na kwa kuzingatia vifungu ambavyo wamesaini upande zote mbili, ushirika huo utakuwa ni ushirika bora kuwahi kutokea na ndio ushirika pekee wakati huu katika miaka hivi karibuni ambapo Urusi na Korea Kaskazini umeuanzisha. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.